JPS Online, kwa pamoja tukupashe. Mtangazaji wako ni Tommy Official hapa kwenye mic. Pia usahau ni JPS TV Online, kwa pamoja tukupashe. Nafasi leo tumepata kupiga story na moja kati ya mastaa hapa nyumbani kwetu, anaitwa Mkorofi wa hapa nyumbani. Bwana, mambo vipi? Poa. Unajisikiaje kwa hapa? Nafurahi tu. Kwa mazingira unayoona hapa sasa hivi yanakufanana au? Yeah, mazingira ni mazuri. Comment kidogo kwa ofisi unayoiona sasa hivi. Yeah, hongereni sana. Kweli? Ndio. Okay, tulitamani siku ya tukio kuona, lakini hakuweza kutokea, labda kwa shida zilizotokea siku ile mpaka usitokee. Ilikuwa ni nini? Nilikuwa location, nilikuwa na shoot na nilitoka nyuma sana. Oh. Yeah. Oje, kwa sababu mkono unabeba kitu hapo, na hisi ni itakuwa ni picha, kwa maana siku ile ilikuwa ni surprise kali sana kwa ajili yako. So onyesha kidogo mashabiki waione, wanaiona sasa hivi. Okay, kwa mkono wa kushoto unabeba picha yako, kwa mkono wa kulia upo na familia. Okay, nitaka labda nijue kwa kwa udogo tuelekeze, kwa maana umekuwa ni kama wewe ndio sponsor umechukua, so tuelekeze ni vipi labda mpaka uchukue. Yeah, mimi ni familia pamoja na Kirui na wako busy na mambo ya kazi. Kwa nimefika hapa kama hivi kwa wakilisha. Na ndio kwa maana nimechukua picha zote mbili, ya kwangu na ya kwao. Kwa sababu kumaanisha kwamba una mkataba nao labda kufanya kazi mpaka useme wako busy mpaka uje kuwachukulia. Hapana, sio mkataba. Unajua sisi tumetoka mbali sana na tumeshafanya vitu vingi sana na tunashirikiana kwenye vitu vingi sana. Kwa mimi kuwawakilisha kwenye kitu fulani, aidha wao kuniwakilisha kwenye kitu fulani, ni kitu ambacho ni cha kawaida. Okay, basi sana vipi labda kwa kazi uliweza kufanya pamoja na mobu nzima ya Kirui, ipi labda leo kukubali sana kwa wewe? Mimi nafikiri kazi zote, kwa sababu nikifanya nao kazi kwa pamoja wage inakuwa ni kubwa. Yani nahisi huenda uwiano wetu, yani mimi nao waga unafanya kitu kikubwa sana. Okay, basi lakini pia tunataka tujue, kwa maana kwa jina lako inaonekana kweli ni Mkorofi, labda tutaka tujue idea ilitoka wapi kabla ya kuwa brand mpaka sasa hivi umeweza kufanya kazi na watu wakubwa. Ilikuwa vipi mpaka idea ya kutafuta jina kama hilo hivi? Jina la Mkorofi? Spy Mkorofi. Si hivyo hiyo? Jina la Mkorofi nilipewa kwenye masuala ya picha. Maana kabla ya kuanza kuwa director nilianza kuwa photographer. Kweli? Yeah, kwa alinipa ile jina ni Kacha. Alikuwa ni Shode. Nilikuwa nampiga picha tu nzuri sana. Nafikiri kipindi hapo nyuma kulikuwa kuna washika picha wengi ambao niliwakuta, lakini kidogo nilikuja na style ambayo ni tofauti. Kwa hiyo nilikuwa nagusia sana watu wengi sana, kiasi kwamba hata wakanipa ile jina Spy Mkorofi, lakini nikalipenda tu na mimi. Kama kwenda nalo hivyo. Okay, ilikuwa vipi labda mpaka kutoka kupiga picha ya photoshoot kawaida background nini mpaka kuja kuwa producer mkubwa, director mkubwa kwa hapa nyumbani kwetu? Ulichukua changamoto gani, kwa kipindi gani labda ulitumia mpaka kufika hatua hii leo uko sasa? Au changamoto, kwa sababu najua kama mtu anafanya kitu ambacho unakipenda, inakwamba tu upambane. Lakini nafikiri alinishawishi sana kwenye kazi ni Nyago, kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana masuala ya picha, kwa sababu nilikuwa na mimi nikienda asubuhi mpaka jioni, nikirudi natoka 50,000, 70,000 picha tu. Na ukiangalia kipindi hapo nyuma watu walikuwa wanapenda sana kupiga picha kule O3. Kwa hiyo ukienda kule asubuhi mpaka usiku kuja tu na hela nzuri sana. Kwa hiyo uko idea kuwa director mpaka sasa hivi alikuwa ni Nyago? Yeah, kwa sababu alikuwa anafanya kazi na madirector wengine wakawa wanafanya vizuri, lakini alitokea kuniamini baada ya kuona nampiga picha nzuri, akakubali kamera yangu, akasema mbona kwenye video unaweza kaweza. Kwa akanipa kazi za wasanii wake wao, ilikuwa ni Tigers, ni kama nyimbo 2. Akaona nimezifanya vizuri, nilivyoseti kamera, color imekuja tofauti na zingine ambazo nimezoea. Akanipa sasa kazi yao ya Grand Music. Ndio tukaanza hivyo na hivyo, tukaongeza vifaa, tukapiga maigwa gude, tukapiga mabalo bamba, tukapiga mapilipili hivyo na hivyo mpaka sasa hivi tumeendelea kusupportiana. Ndio kwa maana nasema tumetoka mbali. Nimeshawa support, wameshani support. Okay. Kwa hiyo simu raisa mwanangu, pokea kwanza. Najua ni Mnyamwezi mwenyewe kakupigia simu sasa hivi. Kwa hiyo nikasema wao wanaweza kuwa ni sababu ya kunifikisha hapa, na mimi naweza nikawa ni sababu ya kuwafikisha hapo ambako walipo. Kwa hiyo tuseme tumepushana sisi wote kwenye kazi ambayo tunaifanya. Okay, na siku umeanza kufanya kazi au kukutana na ushindani wote kulingana na madirector wengine waliotangulia kabla yako? Kama tuseme kwa mfano labda nimgusie kidogo Tolo Pro labda kuja kumkuta kwenye kazi, ikawa vipi? Kwa maana mpaka sasa hivi tukiangalia kwa upande wa sanaa, kwa upande wa madirector kidogo umekuwa naegemea sana brand kubwa ya Kirui. Vipi unaweza kutuelekeza alikuwa ni vipi labda mpaka kuja kuchukua nafasi hiyo? Uliamini kabla utafika au vipi? Uko na imani labda leo inaweza katokea Spy akawa ni mtu mzito sana kwa hapa nyumbani kwetu?
Nilikuwa siamini kwa sababu mimi kwanza kamera yetu nilipata kama vile chance, nililetewa kama zawadi. Na kweli nilikuta kuna madirector, kulikuwa kuna Tolo, kulikuwa kuna Donut na wengine walikuwa wanafanya vizuri sana. Lakini nilishukuru Mungu, nilikuja na vitu ambavyo ni vya tofauti na vile ambavyo wanavifanya wenyewe, kwa sababu walikuwa wanafanya video ambazo labda zimeshazoeleka. Pia kamera ambazo walikuwa wanatumia labda tuseme ndio hivyo. Lakini kidogo nilikuja na video ambazo zina tofauti, quality pamoja na rangi. Alafu watu ikabidi waje kwangu sana. Kwa nilipopata watu sana kuja kwangu, nikawa najiongeza sana mimi, nanunua vifaa, nazidi kubuni vitu mpaka nikajikuta nimepiga hatua kuwazidi hao wengine. Na nafikiri hiyo ndio ilikuwa ni sababu ya kuwafanya hao wengine wasanii waje kwangu na kuendelea kufanya kazi na mimi mpaka sasa hivi. Kwa sababu naamini kila kazi ambayo unafanyaga nao, aidha ambayo unafanya na Nyago, unajikuta inakuwa ni kubwa. Kwa sababu ukiangalia kazi ambazo nimefanya nao, aidha ambazo nimefanya na mimi, tunajikuta nyota yangu na yake kama vimeendana, tunaona sana. Kwa hiyo ndio sababu mpaka kwa sasa hivi tunaendelea kushirikiana, kwa sababu tushajigundua tukiwa kwa pamoja kwa tunafanya kitu kikubwa. Okay, na vipi labda toka uanze kufanya kazi, ushafanya kazi gani ya ushirikiano labda director mwingine? Kupana mawazo nini? Sijawahi. Nishafanya tu na watu wangu ambao ni crew yangu, Ali, Zedoi na wengine. Lakini tumefanya kazi moja kushirikiana ya It Is My Time, nimeshirikiana na Tolo Pro. Kweli? Nafikiri kazi itakuwa kubwa. Wengi wanategemea kuona hiyo kazi itakapokuwa, kwa maana waliposema poa sana mimi naona kuona sasa hivi pale kwenye kamera, comment zitakuwa kibao, kama itakuwa ni kitu kimetisha sana kwa hapa nyumbani. Vipi kwa mikakati mpaka kuja kumaliza ngoma, au bado hujamalizika mpaka sasa hivi? Ngoma bado. Nafikiri ile ni kazi kubwa, tulishuti siku 3, tumeshadidi siku 3. Lakini bado hivi nataka leo za kesho nifanye final editing na kala. Okay, na vipi hapakuwa labda kuna ushindani wa kudai, unaweza kudai location yako yakawa amedai location nyingine kwa tofauti labda? Hiyo ni kawaida. Kila mtu alikuja na idea zake, tukashirikiana, tukanunua vitu, kila mtu akafanya idea zake. Okay, basi sawa. Neno moja kwa mashabiki wanakutazama sasa hivi wana JPS TV online. Mimi nawapenda na waendelee kufuatilia JPS kwa sababu TV yetu upendwa. Lakini pia kazi kubwa inakuja ya It Is My Time, kazi ambayo ni ya kitofauti. Kama Gisa audio ilivyo kubwa, pia video ni kubwa. Kwa hiyo wajiandae kwa sababu ya kupokea kazi. Bwana, basi sawa, tulikuwa na Spy Mkorofi, mmoja kati ya madirector wakali sana hapa nyumbani kwetu. Alikuwa ni Some Official kwenye mic, bila kusahau ni JPS TV online, kwa pamoja tukupashe. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kututazama, usahau subscribe, kulike, kushare na kucomment. Pia kutufollow kwenye kurasa zote kama Instagram, Facebook, TikTok pamoja na Twitter. Boom, here we go. Kwa habari za uhakika, michezo na burudani, subscribe JPS Online TV. Kwa pamoja tukupashe.